Usiku wa kuamkia Juni 2 mwaka 2025 umekuwa ni usiku mgumu sana kwa taifa la Ukraine mara baada ya Urusi kuanzisha mashambulizi ya kijeshi katika maeneo mbalimbali nchini Ukraine, ambapo kwa mujibu wa taarifa tulizokuwa nazo, tukianza ni zaidi ya ndege 30 za masafa marefu aina ya kamikaze UAV zimeharibiwa katika shambulio ambalo limefanywa na Urusi. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Urusi. Imefanikiwa kulenga eneo la kurushia ndege za masafa marefu za Ukraine katika mkoa wa Kharkov, kaskazini mashariki mwa Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema katika taarifa yake, mashambulizi hayo yameharibu maeneo yote ya kufanyia mashambulizi pamoja na zaidi ya ndege 30 za masafa marefu za kamikaze na magari 8 ya kijeshi ya Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimechapishwa, zimeonyesha kwamba mfumo wa kombora wa ballistic wa Urusi Iskander-M ulitumiwa katika shambulizi hilo. Baadaye kukawa na ripoti za mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kote nchini Urusi, ambapo viwanja kadhaa vya ndege vya kijeshi vilivyopo katika mikoa mitano ya Urusi vililengwa katika mashambulizi ya siku ya Jumapili, kwa mujibu wa wizara ambayo inasimamia masuala ya ulinzi pale nchini Urusi. Kwa mujibu wa jeshi la Urusi, mashambulizi matatu kati ya matano yalifanikiwa kuzuiliwa na hayakusababisha uharibifu wowote, huku mashambulizi mawili yakisababisha ndege kuwaka moto, ingawa moto huo baadaye ulizimwa. Mapema Jumapili, shambulio la kwanza la ndege zisizokuwa na rubani liliripotiwa katika mkoa wa Irkutsk huko Siberia, ambapo magari ya angani yasiyokuwa na rubani au ndege za angani zisizokuwa na rubani zililenga kambi ya kijeshi, na mashambulizi hayo hayakusababisha hasara ya aina yoyote. Haya yanajiri wakati leo ikiwa ni siku ya mazungumzo kati ya Urusi pamoja na Ukraini, mazungumzo ambayo yanalenga kutafuta suluhu ya kumaliza mgogoro kati ya mataifa hayo mawili. Sasa wakati Urusi wakiwa huko, tumeona wamefanya mashambulizi mengine makubwa zaidi pale nchini Ukraini, mashambulizi ambayo yanaonyesha Urusi sasa hawakubaliana hicho ambacho kinaendelea. Urusi wamefanya mashambulizi 593 katika makazi 16 kwenye mkoa wa Zaporizhzhia kwa muda wa saa 24 zilizopita na kuua watu wasiopungua 5, ambapo mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa wa Zaporizhzhia ameandika, anaitwa Ivan Fedorov, amechapisha kupitia kurasa wake wa Telegram. Anasema watu 5 wameuawa na 9 kujeruhiwa katika mashambulizi ya adui kwenye mkoa wa Zaporizhzhia. Wakaji hao walianzisha mashambulizi 593 kwenye makazi 16 katika eneo hilo siku iliyopita, kwa maana ya Jumapili. Warusi walifanya mashambulizi ya moja kwa moja ya makombora huko Zaporizhzhia, ambapo mashambulizi 12 ya anga kwenye eneo la Tenvet Kamishkante, ambapo Urusi walishambulia pia eneo la Hulia Pole, Zalianshin pamoja na Kopan. Aidha, UAV, ndege zisizokuwa na rubani 351 aina mbalimbali hasa FPV zilishambulia Zaporizhzhia, Lobkov, Kamianskaya, Hulia Pole, Siezbak, Novodanlyavka, Mala, Tonchamika, Chalvin, Novaldivka pamoja na Vasianevka. Mashambulizi 6 ya mfumo wa rocket za mara nyingi yaligonga maeneo ya Kamiansk, Novodlyavka, Malato, Machka pamoja na Lovinsky. Jumla ya mashambulizi 223 ya silaha yalilenga maeneo ya Bilenke, Lobikove, Kamiansk, Hulia Pole, Zalianshin, Askelbak, Novodyalivka, Malato, Machka, Chalvin pamoja na hiyo Novodalvika. Lakini ripoti nyingine zinaeleza kwamba Urusi wamefanikiwa kuharibu nyumba, vyumba vya watu binafsi, magari pamoja na miundombinu mbalimbali pale nchini Ukraini. Lakini kama itoshi tu, Urusi walipeleka mashambulizi katika maeneo ya Kharkiv, ambapo vikosi vya Urusi vilishambulia Kharkiv kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani usiku wa tarehe 1 hadi tarehe 2 Juni, na milipuko ilisikika katika wilaya za Shevyansky, Kolodonskyi ambayo vipo katika jiji hilo la Kharkiv. Watu 6 wamejeruhiwa wakiwemo watoto 2. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa oblast hiyo ya Kharkiv anaitwa Oleh Senhubov, ambaye ni meya wa Kharkiv, pia wamethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo ambayo yamesababisha majeruhi. Kharkiv iko chini ya shambulizi la adui la UAV. Milipuko yenye nguvu imesikika katika wilaya ya Shevchenkovsky. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa vibao au mashambulizi ya adui kwa kutumia UAV yalirekodiwa katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo Urusi wameendeleza mashambulizi yao
usiku wa kuamkia leo, ambapo mashambulizi haya ni kujibu kile ambacho kimefanywa na serikali ya Ukraine katika maeneo mbalimbali ya pale Urusi. Na ili kuonesha kwamba Urusi wako serious sasa na hii biashara ya kukomesha hawa Ukraine, tumeona Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameamuru kikosi cha makombora ya kimkakati kujiandaa na kile kikosi cha makombora ya RS-26 Oreshnik, ambapo hizi ni hatua ambazo zinazua hofu miongoni mwa watu ambao wanadili na masuala ya ulinzi pale nchini Ukraine na kutoka mataifa mbalimbali ya magharibi pamoja na wataalamu wa usalama wa kimataifa. Rais Putin ameamuru kikosi cha makombora ya kimkakati kujiandaa na makombora ya kisasa masafa marefu aina ya RS-26 kwa ajili ya kupelekwa kwenye maeneo ya mapambano. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zinaeleza juu ya maagizo ya ndani ya kijeshi, agizo hilo limetolewa wakati ambapo hali ya mvutano kati ya Urusi na jumuiya ya kijeshi ya NATO inaendelea kuongezeka sambamba na mivutano ya kisiasa ya kimataifa kuhusu shughuli za Urusi kati ya Ulaya Mashariki pamoja na maeneo mengine. Ingawa Kremlin haijatoa tamko rasmi, maafisa waandamizi wa ulinzi wametoa taarifa kwa sharti la kutotajwa majina yao. Wamesema kwamba vitengo vya kikosi cha makombora ya kimkakati vimeweka katika hali ya tahadhari ya juu zaidi. Ifahamike kombora la Oreshnik RS-26 linalojulikana pia kama kombora la siku za usoni ni kombora la kizazi kipya lenye uwezo wa kusafiri umbali mkubwa na limekuwa chanzo cha mjadala na utata tangu kuanzishwa kwake. Kombora hili lina uwezo wa kubeba kichwa au vichwa baadhi vya nyuklia vinavyoweza kulenga maeneo tofauti kwa wakati mmoja, vinafahamika kama MIRVs, na linakadiriwa kuwa na uwezo wa kusafiri umbali wakati ya kilomita 5800 hadi kilomita 6200, hali ambayo inawezesha kulenga maeneo mengi barani Ulaya. Aidha, muundo wake unatajwa kuwa na teknolojia ya kisasa ya kukwepa mifumo ya ulinzi dhidi ya makombora, jambo ambalo linazua wasiwasi mkubwa na wale wapanga mikakati wa NATO na wanaharakati wa kudhibiti silaha. Awali hiyo RS-26 ilikuwa imepangwa kama mbadala wa silaha nyepesi inayobebeka kwa urahisi zaidi ukilinganisha na makombora mazito ya Urusi aina ya ICBM ambao ni Intercontinental Ballistic Missile. Hata hivyo, imeelezwa kama silaha hii ambayo ni RS-26 ni silaha mchanganyiko ambayo inafifishwa tofauti kati ya makombora ya masafa ya kati na yale ya masafa marefu. Ukosefu huo wa uwazi umeibua ukosoaji kutoka mataifa ya magharibi ambayo yanadai kuwa hatua hiyo huenda inakiuka nia au hata vipengele vya makubaliano ya kudhibiti silaha kama vile ule mkataba wa INF ambao ulivunjika. Wachambuzi mbalimbali wa kijeshi wanasema kwamba hatua hii ni ujumbe kwa mataifa ya magharibi, hasa kufuatia msaada wa kijeshi unaoongezeka kutoka mataifa hayo kwa Ukraine pamoja na mazoezi ya kijeshi hivi karibuni ya NATO katika eneo la bahari ya Baltic. Wengine wanaonya kwamba huenda agizo hilo linawalenga zaidi raia wa Urusi kwa lengo la kuimarisha taswira ya Putin kama mtetezi wa uhuru wa taifa katika kipindi ambacho Urusi inahisi kukabiliwa na vitisho vya nje. Jumuiya za kimataifa zinatarajiwa kuitikia haraka hatua hii, huku maafisa wa Marekani na Ulaya wakitarajiwa kuitaka Urusi kutoa ufafanuzi wa haraka juu ya kombora hilo la RS-26. Wakati huo, wataalamu wa kudhibiti silaha wameonya kwamba kuongezeka kwa maonesho ya nguvu za nyuklia kunaweza kuchochea tena mbio za silaha za nyuklia kama zile za vita baridi iwapo njia za diplomasia hazitarejeshwa. Hadi kufikia sasa kuna taarifa rasmi za kupelekwa kwa makombora hayo, lakini picha za satellite na ripoti za kijasusi zinaonesha kuwa baadhi ya vitengo vinaweza kuwa vinafanya sasa hivi mazoezi ya kujiandaa kutumia makombora haya aina ya Oreshnik RS-26 ambayo ni moja kati ya makombora yenye nguvu zaidi, ambapo Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameamuru vikosi ambavyo vinatumia makombora hiyo viwe standby na wakati wowote ule wanaweza wakaingia katika eneo la mapambano. Kwa hiyo huko na kwenyewe sasa hivi tunaona moto unawaka. Tunasubiri tuone mazungumzo ya leo pale mjini Istanbul, ambayo ni mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine, yatakuwa yanalenga hasa nini, yatatoka na maazimio gani, kama sasa watakuwa wanatangaza kwamba mapambano yaendelee au kusitisha mapambano au jambo jingine lolote lile. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuleta hizo taarifa ambazo ni taarifa zimejificha kidogo, lakini all in all tutahakikisha kwamba tunazileta kwa namna yoyote ile. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.